Mpenzi mtazamaji wa Haretius Docrest TV, nakaribisha katika kipindi cha utalii ambacho kinazungumzia masuala muhimu kabisa yanayohusiana na mambo ya utalii. Kwa sasa tunazungumzia mbuga ya Serengeti. Mbuga hii ya Serengeti kwa asilimia kubwa inapatikana kaskazini mwa Tanzania kwenye mikoa ya Mara na Arusha. Kuna simba ambao wanakadiriwa kufika zaidi ya 3000. Jina Serengeti linatokana na jina la Kimasai. Sikiliza Wamasai kwa ufupi hapa. Linatokana na jina la Kimasai lenye maana ya Serengeti. Mbuga hii ina kilomita za mraba zipatazo 14763, lakini pia ilianzishwa mnamo mwaka 1951. Ni mbuga ambayo kwa asilimia kubwa ni maarufu, lakini pia imekuwa ikivutia watalii wengi kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Hakika Serengeti ni mbuga bora, usikose kufuatilia ili kutazama wanyama mbalimbali wakiwemo simba, tembo na wanyama wengine ambao wanapatikana katika mbuga ya Serengeti. Na hii ni Haretius Docrest TV ikikusogezea kabisa vivutio mbalimbali vya kitalii kama ambavyo unachungulia katika runinga yako hii ya Haretius Docrest TV. Unaona kile ambacho kinaendelea katika mbuga ya Serengeti. Na sasa tunaendelea kuangalia wanyama mbalimbali kama ambavyo unaona katika TV yako. Kwa sasa unaweza kuona wanyama hao wakiwa wanaendelea kufurahia huduma mbalimbali kama ambavyo unaona kuna maji katika eneo hili, wanaendelea kupata huduma ya maji. Wako wanyama mbalimbali kama ambavyo unatazama hapa. Umeona mnyama chui akiendelea kunyosha makucha yake kabisa katika mbuga hii ya Serengeti. Endelea kufuatilia vivutio hivi na kutembelea mahali popote pale ulipo. Hizi ni mbuga zetu kwa ajili yetu na ni sehemu murwa kabisa ya kutembea, hususan majira ya vipindi vya likizo. Kama labda utakuwa kazini, lakini unapokuwa unaelekea katika maeneo ya kupumzika nyumbani, pita katika mbuga zetu za wanyama uweze kutembea na kuona kile kinachojiri katika maeneo hayo. Naona chui kabisa hapa akiwa amepumzika, akiangalia huku na kule, akiangaza aone ni nini cha kufanya. Unaona kabisa hapa anaendelea kupiga miayo huku akijiongea taratibu kabisa. Hii ni Haretius Docrest TV, mahali popote pale ulipo, sawa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment mahali popote ulipo. Na huyu ni mnyama tembo kama ambavyo unatazama katika runinga yako hapa. Unajua wanyama hawa mara nyingi watalii kutoka nje ya nchi hupenda kuja na kuwatazama katika mbuga zetu za wanyama. Kwa hiyo endelea kufuatilia. Na hii ni mbuga ya Ibanda ambayo kwa asilimia kubwa inapatikana katika mkoa wa Kagera, wilaya ya Kyerwa. Na mbuga hii ilianzishwa mnamo mwaka 2019. Ina ukubwa wa kilomita za mraba zipatazo 200. Wako wanyama mbalimbali kama ambavyo unatazama. Unaweza kuona chura hapo katika mbuga hii ya Ibanda kama ambavyo unaendelea kutazama, na ni chura wa kijani huyu, licha ya kwamba wako wanyama mbalimbali ambao wanapatikana katika mbuga hiyo. Na hapa tunaendelea kuangalia kile ambacho kinapatikana katika hifadhi ya Serengeti kama ambavyo unaona katika runinga yako ya Haretius Docrest TV. Endelea mtazamaji wetu kufuatilia kile ambacho tunakuletea katika kipindi cha utalii ambacho kinakujia kupitia kaunti yetu ya Haretius Docrest TV. Naona swala hapo wakiendelea na wenyewe kupata burudani pia katika mbuga hii. Endelea kuangalia hao swala wakiwa wanaendelea kuchezeana kabisa kwenye mapembe, na hii ni burudani ya kutosha kwako mpenzi mtazamaji wetu mahali popote pale ulipo unapofuatilia matangazo yetu haya mjarabu. Hii ni chaneli yako ambayo inakuletea matukio murwa mahali popote pale ulipo. Usisahau kushare, subscribe, kulike na kucomment kama ambavyo unatazama katika Ngorongoro Crater. Kwa Kiswahili tunasema ni
maporomoko ya Ngorongoro. Maporomoko haya yalianzishwa mnamo mwaka 1959, lakini yana kina cha mita zipatazo 618 na yana sakafu ya kilomita 260. Maporomoko haya ni maporomoko ya maji. Mara nyingi hutumika pia katika maeneo mbalimbali, kwa maana unaweza ukazalisha umeme unaotokana na maporomoko ya maji, lakini pia kuna wanyama mbalimbali ambao wanapata faida za maporomoko haya, na huwa ni kivutio pia cha watalii ambao wanatoka nje na ndani ya nchi katika eneo hili kutazama. Wako wadudu mbalimbali ambao wanaingia katika eneo hili kutokana na uwepo wa kijani mwingi, kama ambavyo unatazama nyuki wakiwa katika eneo hili. Wapo wanyama mbalimbali katika bahari, lakini pia wako ndege na viumbe wengine ambao wanapatikana katika bahari yetu ya Hindi. Usisahau kusubscribe, like na kucomment, na hii ni Aretti Usidio Crest TV.